ATV Amani TV DRC. Baada ya kuanza kampeni yako na baada ya Seni kuanzisha ile kampeni, upande wako umeona namna gani hali uwanjani? Kwa sababu nafikiri kwa sasa mnakuwa mkitembelea maeneo mbalimbali ya tarafa ya jiji, maeneo mbalimbali mkienda mkihamasisha raia, mkiwaonesha kandidati bora ama namna gani ya kuchagua. Tuambie wewe umekwisha kutembelea maeneo gani ama unapangilia nini? Asante. Kwa mahali tumekwisha kutembelea, kwa usikilivu tumesikia raia. Nimefika Butumba, sijui kama unapajua. Mao Plateau nimetembea huko tayari na nitarudi tena. Lakini maoni na masikio tumesikia ni mengi katika raia. Raia wana sikitiko nyingi kusema miaka iliyopita wamechagua watu, wamewatuma Kinshasa, wamewatuma Bukavu, lakini hawakuona faida ya waliotumwa. Majibu nimewapa ndugu na marafiki kuhusu hiyo swali. Ya kwanza, kama tunatambua kama tumetuma watu na wakufalia tarafa ama kufalia jimbo ama kufanyia nchi, tujirudie ndani tujiulize sababu. Kosa kubwa ni kusema mara nyingine tumechagua vibaya, ama mara nyingine sisi wenyewe hatujui faida ya kuchagua, na wenyewe tunatuma vile vile pengine na hawajui faida ya kuchaguliwa. Wengi wamenijibu ndio kweli tumewachagua, lakini hawakutufalia. Nikawaambia sidhani kama, nikawauliza tukamate mfano hapa kwetu Butumba. Ni nani tumekwisha tuma kwenye bunge? Ikwe bunge la province ama ikwe bunge la taifa. Wananijibia tumetuma watu wengi, lakini hatujaona hata mmoja anarudia kutufalia. Nikamwambia sisi wote ni wasema uongo. Hakuna siku sisi wakaji ama wazaliwa wa Uvira tumekwisha tuma mtu kwenye bunge. Iwe bunge ya taifa, iwe bunge ya province. Ya kuwa kutuma mtu ni kusema unaitisha mtu kama vile mzazi ana watoto 4 ama 5. Mzazi yeyote anajua watoto wake, anajua mtoto ni mwenye hekima, huyu ni mkaramusi, huyu na hivyo na hivyo. Kisha mzazi anachagua katika watoto wangu hawa, nina huyu ninampendelea, ana hekima, ana busara, nikimtuma ataenda atatimiza niliyomtuma na atarudia kunipatia ripoti ya kwenye nimemtuma. Na nitamfungia transport ya kumpeleka, nitampa kidogo atakunya soda njiani. Hiyo ndio maana ya kutuma, nimewaambia ndugu zangu. Mpaka leo sisi katika tarafa ya Uvira hatuyaweza hata siku moja kutuma mtu katika bunge. Ikue bunge ya taifa. Kivipi wakati tunakuwa tunawachagua, njoo inamaanisha kama tunawatuma? Mumewachagua lakini hamkuwatuma. Ya kuwa kutuma mtu, ya kwanza ni kumwambia na kuchagua ya kuwa nafikiri una hekima, una hiki kitanifalia njiani napo kutuma. Ya kwanza hiyo. Ya pili ni kumwambia shaba yenyewe namtumia. Ya tatu ni kumfungia za njia za kwenda na kurudi na za kula njiani. Sasa nakuuliza ndugu yangu Tamunyeki, ni nani tumekwisha kumwambia ndugu kuja katika wa ndugu wote tunakuchagua tutakutuma wewe, Shabando tunakutumia ni hii na hii na hii, vifao vya njia, ticket ya kwenda ni, ticket ya kurudi ni, utakavyokula njiani ni. Hakuna hata mmoja tumekwisha kumfanyia hivyo. Na wao wenyewe ndio wanakuja kutuambia munichague. Kisi tunawaambia bon, kama unapenda tukuchague sisi wa kanisa, utupatie manjanja, utupatie instrument ya muziki, utupatie vikwembe, utupatie pesa, utupatie hiki na kile. Hatuyatuma hata siku moja mtu mmoja. Hata siku moja. Siku tutaanza kutuma watu, mabadiliko yatakuwa. Ni kusema tubadilike kwanza sisi wenyewe. Sasa tukibakilia tu hapo wana Steve Matenga, huko ulipotembelea Butumba, nafikiri ni Mao Plateau, kwa gisi umeelewesha watu kama bado hatujatuma mtu. Unafikiria ni kutokujua gisi ya kufanya ndio maana raia ilikuwa ikifanya hivyo, ama labda ilikuwa ninatokana na nini? Je, upande wako wewe kama gisi umesema baada ya kuhamasisha wale raia hivyo, unafikiri kwamba hii mwaka mambo yatakuwa yamebadilika? Marahaba tutawatuma, tusikue tena
yani tutawatuma sasa, tusikwe tena nafanya kile ambacho wanasema nichague, kwa mkinichagua ndawapatia mainstream, ndawapatia nini bwana Steve? Bon, ya kwanza nafikiri sisi raia hatujui mapashwa yetu, hatujui droit zetu na hatujui devoir zetu. Ya kwanza hiyo. Ya pili, konsekansi hiyo ya kwanza ni kusema kupitia na hiyo hatujui droit zetu, hatujui devoir zetu, tunajiacha wafanya siasa kutupeleka njia wanazopenda. Na kuulize kwanza ndugu Tamunyeki, leo kama mwanabunge anatafuta kupita katika tarafa ya Uvira, bunge ya taifa, inamuomba awe peut-être na minimum sauti 15,000. Kama huyo mwanabunge, huyo candidate anaanza kugawa tuseme vitenge, kitenge kimoja leo ni $10, kama atapatia watu 15,000 au 12,000, ukitia $10 juu hiyo 12,000 tunafika $200,000. Ndio. Sasa mnamwambia utulete instrument, tulete pesa, utulete manjanja, utulete sijui vitu na vitu gani, anaenda kauzisha nyumba yake. Anasema mimi napenda nipite. Analete hiyo vitenge, analete hiyo makofia, analete hiyo mipia, analete hiyo manjanja na hiyo instrument. Nikuulize kwanza, wakati atakapopita, shaba ya kwanza itakuwa nini kwake? Arekipere vitu vyake. Sasa ni kusema ni sisi wenyewe tunatuma hao ndugu zetu wanakuwa watu wabaya. Ni sisi wenyewe. Ndio maana anasema tubadilike kwanza. Tuwatume imara, wasijitume. Tuwatume, tusiwalazimishe utupe kitenge, utupe hiki, lakini tutambue katikati ya walio jitolea, wanaojitokezea. Tutambue, tuchague wenye kuwa na hekima, wenye kuwa na busara, wenye kuwa na mapendo ya taifa, wenye kuwa na mapendo ya raia. Tuseme mtama, ndugu, mama, kaka, wenjo tunachagua kutuma. Na peut-être hatuna hela za kukupatia kulipa tike, lakini kamata alama ndogo hii, kamata kakambuzi, ukauzishe kakusaidia njiani, ni alama. Na huyo mtu nafikiri peut-être gisi unasema kama ule mtu akiuzisha nyumba yake, akipita anaanza rekipere kwa zile franga. Peut-être raia nayo inakwambia huyu mtu mwetu mkule na sie, akipita hata tujali tena. Omena sie tumukule kwanza mbele ya kumchagua. Njoo wamoja wanasema hivi. Kama ni hivyo sasa, kwa nini tena raia wanajiplendre? Kama hali ya taifa iko ndani, iko hiyo, kwa hiyo nani atajiplendre? Tubakie basi wa maskini, tubakie wabovu, tubakie katika tabu. Kama tunasema tuwakule, jua watatufalia kitu, basi tunalia tena nini? Tunakosa barabara, tunakosa maji, tunakosa chochote. Ndio. Tunalia tena kwa nini? Tujitambue, tujue tunavyotaka, na mwenendo wetu uwe uambatane na tunavyotaka. Ndio, tukiendelea na kipindi, msikilizaji ambaye unaendelea kututega sikio, unaweza kaandika SMS yako. Naona kuna SMS moja hapa. Huyu anasema naitwa nani hapa? Naitwa Alain nikiwa maeneo ya Muramvya. Tunasikia journalist uko na mbunge mtarajiwa pale. Utuambie yani yeye bile vyenye anasema hawezi bifanya, na ikiwa hata bifanya, kwa nini wenzake wanavifanyaka? Eske hawajuake hivyo vyenye iko nasema? Ndio huyo anajibia. Ale iko maeneo ya Muramvya. Ndugu wale, asante kwa ulizo. Mimi sitavifanya juu sina namna kuvifanya. Ya kwanza hiyo. Ya pili, sitavifanya juu nikivifanya natembea katika njia isiyo halali. Ndio maana chama chetu cha Alliance pour l'Alternance et le Progrès kinapenda mabadiliko kwanza. Sisi raia tubadilike. Juu tunao watuma wanatoka katikati yetu sisi raia. Ni watoto wetu, ni wazazi wetu, ni ndugu zetu, ni marafiki wetu. Si wageni wa kutoka mbali, kutoka nje za kigeni, hapana. Ni wenye tumeishi nao, tumekomaa nao, tunakaa nao siku zote. Ni kusema tubadilike kwanza. Tukibadilika, tutabadilisha maneno. Tusipobadilika, hakuna tutakachobadilisha. Tunashukuru sana. 089 87 79 973
099 023 87 79 na 082 66 04 279. Andika SMS umwite mbunge mtarajiwa ambaye tuko naye ndani ya studio, anaitwa Steve Matenga Majeko. Ni mmoja kati ya wagombea kwenye bunge wa taifa ndani ya jiji na tarafa la Uvira katika chama cha kisiasa ambaye ni AAP. Tena yeye ni katibu mkuu wa chama hicho cha AAP ama secretary general wa hiyo chama ya AAP, nani regroupement politique yao wanaita alternance. Ndio hiyo ambayo unaweza ukadhibiti kwenye moyo wako hapo. Namba zetu ni hizo, unaweza kupiga simu ama ukaandika SMS umswali mgombea ambaye tuko naye ndani ya studio. Ndio bwana Steve Matenga, baada ya kuelewesha ama kuelimisha namna gani raia wanaweza wakafanya kwa kuchagua, kwa sababu tukitegemea tu pesa, yani tutakuwa tujue nini ambacho tunakuwa tukifanya, kwa sababu wakati tunamchagua mgombea juu ya pesa yake, akipita atajikaza kwanza arudishe pesa yake, yani mtaye yake yenye alikuwa anatumikisha airudishe tena, ndio aanze sasa angalia kama atakusemea ama kama hatakusemea. Sasa bwana Steve Matenga, umetembelea Butumba, na baada ya Butumba, kabla hujafika kwanza kwa Butumba, je, kuna vikao fulani umekwisha kukutana na watu ukawaelewesha ama wakakusikia ama ukawasikia malalamiko ambao wanakuwa nayo kabla ya hujajielekeza huko Butumba ambao ulikuwa kwenye village huko? Ndiyo, vikao mbalimbali tulikuwa ndani. Malalamiko ya raia ya kwanza ni kusema hakuna usalama katika tarafa yetu. Wamama wanalia, wababa wanalia, wakienda shambani wananyanyaswa, wananyanganywa, wanaolewa, inafaa kuja kutoa mali jua kuwatosha porini, kuwagomboa. Hiyo yote imesemeka, ni kusema hakuna security kwetu. Ya pili, vijana wanasema hakuna kazi. Hakuna kazi, ijapokuwa wanamaliza shule wanabakia nyumbani hawana kazi. Ya tatu, wanasema hatuna barabara. Useme utoke leo Katogota wende Makobola, kwenye ungeweza kufanya dakika 60 ama 40, utafanya saa 2 ama saa 3. Ya ine, wanasema hakuna maji, hakuna umeme. Bila umeme hakuna maendeleo inaweza ikafanyika. Ya tano, wanasema hospitali haziko tena nzuri, waganga hawalipiwi vizuri, wafanyakazi wa serikali hawalipiwi vizuri. Basi tabu na shida ni nyingi sana, ni nyingi. Malalamiko ya raia mbalimbali, makutano tuliokutana nao ni hayo. So, na kuhusu hiyo hali bwana Steve Matenga, wewe unafikiri wewe ukiwa miongoni mwa wale watapita, je, nini unaweka kipawa mbele upande wako? Mimi nikiwa mbunge ambaye nimechaguliwa Uvira, ndaanza kwanza tetea hiki bezwe gani unaona ya haraka kwa raia wa Uvira ambao wamekutaia hiyo matatizo wanapitia? Unaona nini ndio inaweza kuwa ya kwanza kwa wewe kuanzia huko bungeni? Kufatana na cahier de charge tumetengeneza kufatana na malalamiko ya raia, cha kwanza wanalilia ni security. Ya kuwa ijapokuwa barabara iwe bila security, watu wana amani na wana furaha. Watu wanaishi katika woga. Watu hawatenda shambani, ya kuwa wengi katika tarafa yetu ni walimaji. Hakuna jinsi tutapata chakula, hakuna jinsi tutafaa vitu vya kazi kama hatuna security. Ya kwanza hiyo. Ya pili, wanaosema katika na ndio tulitia katika cahier de charge yetu ni kusema umeme. Ni ya kuwa kama security inakuwa, umeme inakuwa, watoto vijana wa Uvira wana mawazo mengi sana, wana initiative nyingi sana. Lakini bila umeme, nikupatie mfano, ukienda katika plaine leo katika sur la nationale numero 5, utakutana Bwegera maziwa yanaoza, kosa umeme. Utafika Sange utakuta machungwa, mahembe, miembe natoke nenda fasi zingine, hakuna taka manufacture kadogo ka kufanya jus ya hembe ama jus ya orange ama jus ya mandarine.
Utafika fasi nyingine utakuta ngombe wanachinja, lakini hakuna gisa kuzichunga, hakuna mashambre froide, hakuna umeme. Ni kusema umeme ni kitu kia lazima sana kia kuleta maendeleo katika tarafa na katika nchi. Yani upande wako ukiwa mbunge, hizo ndio taanza tetea ya kuwa ndio cahier de charge imeoneshwa na wakaji wa tarafa ya Uvira. Sawa, tunaendelea na kipindi hiki cha sauti ya mkaaji. Tunapata message hapa. Bonsoir, naitwa Samso Kasirenge Ruto Pakakombe. Kweli hiyo anasema ni kweli, sijui kama ni umaskini au nini inatusumbua. Unapomuonesha mtu jinsi ya kuchagua, kwanza anakuambia hakuna kitu chake, nimesha kula. Kweli watu hawapendi inchi iendelee sababu ya pesa, wanachagua vibaya. Ndio anasema kwa Kakombe. Kuna message nyingine hapa nawaza ni huyo mtu mmoja ameandika SMS 2. Namba zetu ni 089 87 79 973 099 023 87 79. Andika SMS yako, tutaisoma ili umuulize mgombea ambaye tuko naye ndani ya studio. Ndio bwana Steve Matenga, umeanza kampeni tarehe 19 ya hii mwezi na itaisha tarehe 18. Wewe ukiwa katibu mkuu wa chama chenu cha AAP, yani secretary general Kongo nzima, kwa sasa uko maeneo yako ambayo unakia pigiwa kura, uko maeneo ya Uvira ulipo zaliwa. Tuambie, unafikiri kama hii kampeni kabisa utaipiga vizuri huku wakati wewe ni katibu? Labda kuna wale watakuhitaji watembelee maeneo ya Kasai, ya Bandundu, ya wapi. Mambo yatakuwa namna gani wewe kama kiongozi, katibu mkuu wa chama hicho cha AAP? Asante kwa ulizo. Nafikiri kama vile chama chenye kuwa na organization yenye kusimama, tumetayarisha na tumeanticipe hivyo vyote. Mahali pote kwenye inalazimishwa tupane sauti. Leo tuna vitu vya kazi vyenye kuruhusu kupana sauti ijapokuwa hauko pale kimwili. Na mipango tumipanga, organization tulifanya, imeanticipe yoyote. Ndio, yani hata kama huko kuna kile ambacho kinaweza kikafanyika na hiyo SMS ama message yako inafika huko.